Baada ya kujifunza kuhusu kazi ya sanaa ya Dante inayozungumzia historia ya Jehanamu katika video yetu iliyopita na jinsi ilivyoathiri uelewa wa Wakristo kuhusu kuzimu, leo tena tuna jambo letu kuhusu kitabu cha Ufunuo. Umewahi kujua kwamba kitabu cha Ufunuo hakikuandikwa kuhusu siku zijazo? Kwamba 666 chapa ya mnyama haikuwa kuhusu mpinga Kristo wa siku za mwisho, ilikuwa ni namba ya siri kuhusu Emperor Nero wa Roma. Kwamba wanyama wawili, mwanamke aliyevaa jua, Babeli mkubwa, yote ni alama za kisiasa kuhusu ufalme wa Roma, si unabii wa siku zijazo. Ufunuo iliandikwa mwaka 95 AD kwa Wakristo waliokuwa wanateswa na Roma kama ujumbe wa siri kuwapa tumaini, si kama kitabu cha siku za mwisho. Tunasoma Ufunuo vibaya kwa sababu tunafikiri inazungumzia siku zijazo, lakini ilikuwa inazungumzia siku za wakati huo. Harasi wanne, mihuri 7, bakuli 7, zote ni alama za fasihi za kiyama ambazo watu wa karne ya kwanza walijua maana yake, lakini sisi tumepoteza maana. Leo sitakuambia tu kuhusu Ufunuo, nitakuambia historia halisi ya jinsi kitabu hiki kilivyoandikwa. Nani aliandika, kwa nani, na maana yake halisi. Nitakuambia jinsi tunavyosoma vibaya kwa kutafuta siku zijazo badala ya kuelewa ujumbe wa wakati wake. Nitakuambia namba za siri zilizotumika: 666, Babeli, mnyama na maana yake halisi. Nitakuambia tofauti kati ya unabii na fasihi ya Ufunuo, na kwa nini Ufunuo ni fasihi ya ufunuo, si utabiri wa unabii. Na utajua jinsi kitabu kimoja cha Biblia kilivyoelezwa vibaya zaidi kuliko vingine vyote. Kaa hadi mwisho. Kama desturi yetu, kabla hatujaanza kipindi chetu cha leo, niwashukuru sana watu wangu kwa kuonyesha mapenzi makubwa sana kwa kufuatilia channel hii kutoka sehemu tofauti za Afrika Mashariki. Wale ambao bado hamjasubscribe, tafadhali naomba subscribe sasa. Mungu awabariki sana watu wangu. Amina. Sasa kama uko tayari, tuende kazi, lakini kama kawaida, wale watu wetu wa makasiriko, pressure na kupanic, msiache dawa zenu za pressure mbali. Kwanza, tuone ni nani aliandika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kinaanza hivi. Ufunuo 1 mstari wa kwanza inasema, ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa ili kuwaonyesha watumishi wake mambo ambayo ni lazima yatokee upesi. Ufunuo 1 mstari wa 4 inasema, Yohana kwa makanisa 7 yaliyo Asia. Ufunuo 9 mstari wa 10 inasema, mimi Yohana, ndugu yenu, nilikuwa kisiwani kwa Patmos kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa hiyo mwandishi anajitambulisha kama Yohana, yani John, lakini aliyekuwa kisiwa cha Patmos. Tupo pamoja? Swali, ni Yohana yupi? Wakristo wengi wanafikiri ni Yohana Mtume, mmoja wa wanafunzi 12 wa Yesu aliyeandika Injili za Yohana. Lakini wasomi na wachunguzi wa vitabu vya dini wasema sio Yohana huyo, bali ni mwingine kwa sababu hizi zifuatazo. 1. Lugha ni tofauti kabisa. Injili ya Yohana imeandikwa kwa Kigereki sanifu, fasihi na umakini mkubwa, lakini Ufunuo imeandikwa kwa Kigereki cha ovyo, bila mpangilio, uelewa mdogo na lugha mbovu. Ufahamu kwamba, msikilizaji wangu, wewe unayesoma Biblia ya Kiswahili huwezi kuona tofauti hii kwa sababu Biblia haikuandikwa kwa Kiswahili kama lugha mama. Kwa maana hii, haiwezekani mwandishi mmoja akaandika vitabu tofauti kwa lugha ambayo inaonyesha kabisa kuwa ni watu wana uelewa, uwezo na elimu tofauti kabisa. Injili ya Yohana imeandikwa na mtu smart na Ufunuo imeandikwa na mtu wa uelewa mdogo wa lugha au elimu chini. 2. Mtindo ni tofauti. Injili ya Yohana inazungumzia mapenzi ya Mungu, nuru na upendo, lakini Ufunuo inaonyesha Mungu akilipiza kisasi, kupiga dunia kwa mapigo, kuangamiza maadui. Wasomi na wachunguzi wengi wa vitabu vya dini wanaamini kwamba Ufunuo iliandikwa na John of Patmos, mtu tofauti na mtume Yohana. Alikuwa nabii kwa makanisa ya Asia ndogo,
yaani Uturuki ya leo. Kiongozi wa awali wa kanisa, Dionysius wa Alexandria 247 AD, alisema, "Mimi nadhani Yohana wa Ufunuo si Yohana mtume, lugha ni tofauti sana." Lakini Augustine na wengine walisema ni John mtume. Lakini ukisoma Ufunuo 1 mstari wa 9, Yohana huyu anajitambulisha kuwa alikuwa kisiwani kwa Patmos. Sasa je, Yohana mtume alikuwa kisiwani kwa Patmos? Lakini tunajua kwamba John of Patmos alifukuzwa kwenda visiwani kwa Patmos. Aliandika vitabu kwa makanisa 7 ya Asia Ndogo. Aliandika wakati wa mateso dhidi ya Wakristo. Aliandika mwaka 95 AD wakati wa Emperor Domitian. Kiufupi, John of Patmos alikuwa mwandishi mkubwa sana wa vitabu vya Injili huko Asia Ndogo, yani Asia Minor. Ili kuelewa kitabu cha Ufunuo, lazima tuelewe kwa nini kiliandikwa. Mwaka 64 AD, Mfalme Nero alishutumu Wakristo kwa kuchoma Roma. Aliwachoma Wakristo kwa moto, aliwatupa wakaliwa na simba, na aliwasulubisha kama adhabu. Mwaka 81-96 AD, Mfalme Domitian alidai kwamba yeye ni Bwana na Mungu. Alitaka kila mtu amwabudu na kumtolea dhabihu. Wakristo walikataa kwa sababu walisema Yesu ndiye Bwana, si Mfalme Nero. Kwa hiyo, Wakristo waliteswa, walifungwa, waliuawa. Kwa kifupi, kiliandikwa kwa ajili ya Wakristo waliokuwa wanapitia mateso kwa wakati huo. Lakini pia, John of Patmos alifukuzwa kwenda Patmos, kisiwa cha kifungo. Kutoka huko, aliandika barua kwa makanisa 7, ambayo ni Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, yote yaliyoko Asia, Turkey. Ujumbe wake ulikuwa, msimche mfalme, mcheni Mungu tu. Roma itaangamia kama Babeli ilivyoangamia. Yesu atarudi na kushinda. Subiri, wokovu unakuja. Lakini, kama John angeandika ujumbe huu wazi, Roma ingemkamata na kumuua, sababu Roma ilikuwa ishamfukuza. Hapa sasa, msikilizaji wangu, naomba uwe makini sana nisikuache. Kwa hiyo, John alitumia code ili Roma isielewe, lakini Wakristo wenzake wa wakati ule waelewe. Ufunuo si unabii wa kawaida. Ni fasihi ya ufunuo, aina ya maandiko ambayo yalikuwa maarufu kwa Wayahudi kati ya mwaka 200 BC na 100 AD. Sifa za fasihi ya ufunuo ni hizi. Mwandishi anaona maono, mbingu zinafunguliwa, malaika wanazungumza, wanyama wa ajabu wanaonekana. Kila kitu ni alama, wanyama, namba, rangi, kila kitu kina maana ya siri, yaani code. Kuna vita kati ya Mungu ambaye ni wema na Shetani ambaye ni uovu. Mungu atashinda mwishowe. Fasihi hii inasema mwisho unakuja upesi. Fasihi za ufunuo ziliandikwa wakati wa mateso kupeleka ujumbe wa tumaini. Mifano ya fasihi za ufunuo: Danieli 7:12, Agano la Kale; 1 Enoch, 4 Ezra, 2 Baruk, Ufunuo, Agano Jipya. Watu wa wakati ule walifahamu aina hii ya maandiko, walijua ni code, lakini leo tunasoma ufunuo kama unabii wa kawaida na tunapoteza maana yake. Hebu tuone kuhusu 66, namba ya mnyama. Ufunuo 13:18 inasema, hapa pana hekima, mwenye akili ahesabu namba ya huyo mnyama, kwa kuwa ni namba ya mtu, na namba yake ni 66. Rudia usome vizuri tena msikilizaji wangu, na uzingatie neno mwenye akili. Lakini Wakristo leo wanafikiri 66 ni mpinga Kristo wa siku za mwisho. Lakini hii si maana ya asili. Kwa Kiebrania na Kigiriki, kila herufi ina namba. Kwa mfano, herufi alfa ni 1, herufi beta ni 2 na kuendelea. Kwa hiyo, jina la mtu linaweza kuhesabiwa. Hata jina lako wewe linaweza likahesabiwa. Kwa mfano, Jesus kwa Kigiriki, yani Yesos, inakuwa hivi: E 10, ongeza E 8, ongeza S 200, ongeza O 70, ongeza U 400, ongeza S 200, sawa na 888. Kwa hiyo, Yesu ni 888. 666 ni Mfalme Nero, lakini pia huenda ikawa namba ya viongozi wa Roma, kama watu wasemavyo kuwa kofi ya papa ina namba hii. Wasomi na wachunguzi wa dini wamegundua kuwa
Kama unachukua Nero Kaiser na kuandika kwa Kiebrania, yani Neron Kesa, mchanganuo wake utakuwa hivi: N 50 ongeza R 200 ongeza O 6 ongeza N 50 ongeza Q 100 ongeza S 60 ongeza R 200 ni sawasawa na 666. Nero Kaiser ni 666. Kwa nini Nero? Ni kwa sababu Nero ndiye mfalme aliyeanza mateso makubwa ya kwanza dhidi ya Wakristo. Wakristo wa karne ya kwanza walimchukia Nero. Alikuwa mnyama kwao. John alitumia namba ya siri 666 ili kusema Nero bila kutaja jina lake, sababu Nero kutaja jina lake wazi kungeleta matatizo. Baada ya Nero kujiua mwaka 68 AD, kulikuwa na uvumi kwamba Nero atarudi kutoka wafu na kuendelea kutesa Wakristo. Uvumi huu ulikuwa maarufu sana wakati wa 95 AD, wakati ambapo John aliandika Ufunuo. Ufunuo 13:3 inasema, nikaona mojawapo ya vichwa vyake ikawa kama imeuawa, lakini jeraha lake la kufa liliponya, na ulimwengu wote wakashangaa wakimfuata yule mnyama. Hii iliashiria ule uvumi wa kwamba kama Nero aliyekufa akirudi. Sasa tuone, mnyama ni nani? Ufunuo 13 inazungumza mnyama wawili. Mnyama wa kwanza, utawala wa Roma. Ufunuo 13:1-2 inasema, nikaona mnyama akitoka baharini, akiwa na vichwa 7 na pembe 10. Vichwa 7 ni milima 7 ya Roma. Roma ilijulikana kama City of Seven Hills. Pembe 10 ni nguvu za kijeshi. Mnyama ni utawala wa Roma. Mnyama wa pili ni dini ya mfalme. Ufunuo 13:11-12 inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akitoka nchi kavu, akawa na pembe 2 kama za mwanakondoo, lakini alinena kama joka. Naye hutumia mamlaka yote ya yule mnyama wa kwanza mbele yake. Mnyama wa pili ni makuhani wa dini ya mfalme, wale waliotaka watu amwabudu mfalme. Anasema kama joka, anadanganya watu kuabudu mfalme. Babiloni mkubwa ni nani? Ufunuo 17:18 inazungumzia Babiloni mkubwa, mji mkubwa utakaoangamizwa. Wakristo leo wanafikiri Babiloni ni mji wa siku zijazo, labda Iraq au UN au New York. Lakini hii si maana ya asili. Babiloni ni Roma. Ufunuo 17:9 inasema, hapa pana akili yenye hekima. Vichwa 7 ni milima 7 juu ya ambayo huyo mwanamke ameketi. Milima 7 ni Roma, City of Seven Hills. Ufunuo 17:18 inasema, na yule mwanamke uliyemuona ni ule mji mkubwa ulio na ufalme juu ya wafalme wa dunia. Mwaka 95 AD, mji pekee uliokuwa na ufalme juu ya wafalme wa dunia ni Roma. Ufunuo 18:3 inasema, na wafanyabiashara wa dunia wametajirika kwa nguvu ya anasa yake. Roma ilikuwa kituo cha biashara cha dunia ya zamani. Kwa nini John alimuita Babiloni? Babiloni ilikuwa jina la mji ambao uliharibu Yerusalemu na hekalu mwaka 586 BC. Roma ilifanya hivyo tena mwaka 70 AD, iliharibu Yerusalemu na hekalu. Kwa hiyo, Wayahudi na Wakristo waliita Roma kwa kodi ya Babiloni, yaani adui ya watu wa Mungu. Ukisoma 1 Peter 5:13 iliyoandikwa kabla ya Ufunuo inasema, kanisa lililoko Babeli linawasalimu. Wasomi wa Biblia wanakubali Babeli kwa 1 Peter ni kodi ya Roma. Kwa hiyo, Ufunuo pia anatumia Babeli kama Roma. Mwanamke aliyevaa jua ni nani? Ufunuo 12:1-2 inasema, ishara kubwa ikatokea mbinguni, mwanamke aliyevalia jua na mwezi chini ya miguu yake na taji ya nyota 12 kichwani mwake, naye alikuwa na mimba. Wakristo wengi wanafikiri huyu ni Mary, mama wa Yesu. Catholics wanasema huyu ni Queen of Heaven, Maria,
lakini inaonyesha ni kitu kingine kabisa. Mwanamke ni Israel au watu wa Mungu. Ufunuo 12:5 inasema, naye akazaa mwana wa kiume ambaye atayatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Mwana ni Yesu au Mesaya. Kwa hiyo mwanamke ni Israel, taifa ambalo lilimzaa Mesaya. Kwenye Agano la Kale, Israel mara nyingi inaitwa mwanamke au binti Sayuni. Si unajua kuhusu hii, ndugu msikilizaji? Isaya 66:7 inasema, kabla hajawa na uchungu wa kuzaa, alizaa. Kabla uchungu wake haujamjia, alitoa mtoto wa kiume. Mwanamke ni alama, si Maria, bali watu wa Mungu ambao walizaa Mesaya. Farasi wanne, maana yake ni nini? Ufunuo 6:1-8 inazungumzia wapanda farasi wanne. Farasi wa kwanza mweupe. Ufunuo 6:2 inasema, nikaona na tazama farasi mweupe, naye aliyekuwa amempanda alikuwa na upinde, na taji ikatolewa kwake, naye akatoka akishinda ili apate kushinda. Maana yake iko hivi. Tafsiri ya kwanza, Kristo mwenye ushindi. Taji ni ufalme, upinde ni shujaa, mweupe ni usafi wa roho, labda ni Kristo akija kushinda. Tafsiri ya pili, ushambulizi wa kijeshi. Parther Empire, maadui wa Roma, walitumia upinde, labda inawakilisha vita na ushambulizi. Farasi wa pili, mwekundu. Ufunuo 6:4 inasema, kisha akatoka farasi mwingine mwekundu, naye aliyekuwa amempanda alipewa upanga mkubwa, na akaondolea dunia amani, ili watu wauane. Maana yake vita na umwagaji wa damu unaosababishwa na viongozi wabaya. Farasi wa tatu, mweupe. Ufunuo 6:5-6 inasema, na tazama farasi mweupe, naye aliyekuwa amempanda alikuwa na mizani mkononi mwake. Nikasikia sauti ikisema, kipimo cha ngano kwa dinari, na vipimo vitatu vya shairi kwa dinari. Maana yake njaa na gharama zilizo hali za chakula. Wakati wa mateso, bei ya chakula ilipanda sana, watu walishindwa kununua. Farasi wanne, kijivu. Ufunuo 6:8 inasema, nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivu, na jina lake aliyekuwa amempanda ni Mauti, na kuzimu ikamfuata. Maana yake kifo na uharibifu. Hii ilikuwa ni maelezo ya mateso ambayo Wakristo walikuwa wakiona wakati wa Roma. Sio nabii wa siku zijazo, ni maelezo ya siku za wakati wake kwa kutumia fasihi yenye code. 144,000 ni nani? Ufunuo 7:4 inasema, nikasikia hesabu ya wale waliochapwa muhuri, 144,000 waliochapwa muhuri kutoka kabila zote za Israel. Wakristo wengi wanafikiri 144,000 ni idadi halisi ya watu watakaokombolewa. Jehovah's Witnesses wanasema ni watu 144,000 tu wataingia mbinguni. Lakini hii si maana yake asili. 144,000 ni namba ya ishara. 144,000 ni sawasawa na 12 zidisha 12 zidisha 1,000. 12 ni kabila 12 za Israel, Agano la Kale. 12 ni mitume 12, Agano Jipya. 1,000 ni wingi mkubwa. Maana yake watu wote wa Mungu, Israel na Wakristo kwa wingi mkubwa. 144,000 si namba halisi, ni namba ya ishara kuonyesha watu wote wa Mungu. Armageddon ni wapi? Ufunuo 16:16 inasema, wakawakusanya katika mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmageddon. Wakristo wengi wanafikiri Armageddon ni vita ya mwisho ya dunia, lakini Harmageddon ni mahali halisi.
Har-Magedon ni mlima wa Megido. Har ni mlima kwa Kiebrania. Magedon ni Megido. Megido ni mji wa zamani huko Israeli karibu na Haifa leo. Megido ilikuwa uwanja wa vita maarufu sana. Vita nyingi zilitokea huko. Kwa Wayahudi, Megido ilikuwa alama ya mahali pa vita ya mwisho. John anatumia Har-Magedon kama lugha ya picha, mahali pa vita ya mwisho kati ya Mungu na maadui wake. Si mahali halisi pa vita ya siku zijazo, ni alama. Millennium, miaka 1000. Ufunuo 21:6 inasema, akamfunga kwa miaka 1000. Wakaishi na wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hapa Wakristo wanagawanyika. Premillennialism wanasema Yesu atarudi kabla ya miaka 1000, atatawala duniani kwa miaka 1000, kisha hukumu. Amillennialism wanasema miaka 1000 ni ishara, inawakilisha wakati wote kati ya ufufuo wa Yesu na kurudi kwake. Wasomi wengi wanasema 1000 ni namba ya ishara, si miaka halisi 1000. Sasa, hebu tuangalie jinsi tunavyosoma Ufunuo vibaya. Makosa ya kwanza, tunafikiria ni unabii wa siku zijazo. Ukweli ni kwamba Ufunuo iliandikwa kwa watu wa karne ya kwanza kuhusu mateso yao na sio kuhusu siku zijazo, waliokuwa wanateswa na Roma. Ufunuo 1:1 inasema mambo ambayo ni lazima yatokee upesi, si baada ya miaka 2000 na zaidi. Zingatia neno upesi, msikilizaji wangu. Ufunuo 1:3 inasema kwa maana wakati uko karibu, si siku zijazo za mbali. Ufunuo 22:6 inasema mambo ambayo ni lazima yatokee upesi. Hii inaonyesha John alikuwa anazungumza kuhusu siku za wakati wake, mateso ya Roma, kuangamizishwa kwa Roma, wokovu wa Wakristo kwa watu wake wakati ule. Makosa ya pili, tunatafuta Antichrist, yani mpinga Kristo. Ukweli ni kwamba neno Antichrist, yani mpinga Kristo, halipo kwenye Ufunuo. Antichrist inaonekana tu kwenye Yohana wa kwanza na wa pili, na haizungumzi mtu mmoja bali watu wengi. Moja Yohana 2:18 inasema, mmesikia ya kuwa mpinga Kristo anakuja, lakini hata sasa wapinga Kristo wengi wametokea. Moja Yohana 2:22 inasema, nani yu muongo ila yule anayekanusha ya kuwa Yesu si Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo. Kwa hii maana, Antichrist si mtu mmoja wa siku zijazo, bali ni yeyote anayemkataa Yesu. Tuko pamoja msikilizaji wangu? Makosa ya tatu, tunafikiria 666 ni mpinga Kristo wa siku zijazo. Ukweli ni kwamba 666 ni Nero Caesar kwa gematria ya Kiebrania. John alitumia code ili kuonesha kwamba Roma, yani Nero, ni adui kwa wakati ule, bila kutaja jina wazi wazi kwa kuhofu ya uhai wake. Makosa ya 4, tunafikiria Babiloni ni mji wa siku zijazo. Ukweli ni kwamba Babiloni ni Roma kwa watu wa karne ya kwanza. John alitumia Babiloni kama code kwa Roma, kwa sababu Roma iliharibu Yerusalemu kama Babiloni ilivyofanya. Makosa ya 5, tunafikiria Ufunuo ni mpangilio wa matukio kwa kwenda mbele. Ukweli ni kwamba ni matukio ya mzunguko ambayo yalitokea na yanazidi kutokea kila wakati kwa watu wa hali fulani. Ni matukio endelevu. Makosa ya 6, tunafikiria kila kitu kipo moja kwa moja. Ukweli ni kwamba Ufunuo ni fasihi, kila kitu ni lugha ya picha na haiko moja kwa moja kama unavyosoma. Tunapaswa kuuliza, hii inawakilisha nini kwa watu wa karne ya kwanza? Si hii itakuwa nini siku zijazo? Makosa ya 7, tunasahau ujumbe wa tumaini. Ukweli ni kwamba Ufunuo iliandikwa kuwapa tumaini wa Kristo waliokuwa wanateswa kwa wakati ule. Ujumbe ilikuwa, Roma inaonekana yenye nguvu, lakini Mungu atashinda. Lakini leo tunaitumia Ufunuo kuwaogopesha watu, si kuwapa tumaini. Hii ni kinyume na lengo lake la asili. Sasa, hebu tuangalie maana na ujumbe wa msingi wa Ufunuo. Kwanza, Mungu anatawala, si falme za kibinadamu. Roma inaonekana yenye nguvu, lakini Mungu yuko juu. Pili, Wakristo watashinda,
kwa imani yao. Hata kama watauliwa, wanashinda kwa Roho. Ufunuo 2:10 inasema, usiogope atakayokupata, uwe mwaminifu mpaka kifo, nami nitakupa taji la uzima. 3. Uovu utaangamizwa, haki itashinda. Roma ama Babylon itaangamia, mnyama atashindwa, shetani atafungwa. 4. Yerusalemu mpya, ulimwengu mpya au maisha mapya. Ufunuo 21 mstari wa 1 na 4 inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, nikaona Yerusalemu mpya. Mungu atafuta kila chozi kutoka machoni mwao, na kifo hakitakuwepo tena. Hii ni tumaini kwamba Mungu ataunda ulimwengu mpya wa haki. Sasa tuone jinsi ya kusoma Ufunuo vizuri. Kama tunataka kuelewa kitabu cha Ufunuo vizuri, ni lazima elewa dhana ya kihistoria. Nani aliandika kitabu cha Ufunuo? Ni John of Patmos. Kwa nani? Makanisa 7 ya Asia Ndogo. Lini? 95 AD, wakati wa mateso ya Domitian. Kwa nini? Kuwapa tumaini wa Kristo wanaoteswa. Elewa historia ya Wayahudi. John alikuwa Myahudi, anatumia picha za Agano la Kale: Danieli, wanyama, pembe, mwana wa mtu; Ezekieli, maono ya utawala; Isaya, Babylon; na Zakaria, farasi na pembe. Bila kujua Agano la Kale vizuri, huwezi kuelewa Ufunuo. Soma kwa ajili ya ujumbe wa theolojia, si utabiri. Ujumbe ni kwamba Mungu anatawala, uovu utashindwa, wema utashinda, wokovu unakuja. Huu ni ujumbe ambao unatumika kwa kila kizazi, si kwa siku zijazo tu. Naamini hadi kufikia hapa leo, sasa unajua ukweli wa kihistoria, kwamba Ufunuo haikuandikwa kwa siku zijazo, iliandikwa kwa ujumbe wa tumaini kwa wanaoteswa wakati wowote, na ilikuwa kazi ya fasihi ya uandishi wa John of Patmos kwa watu waliokuwa wakiteswa na Roma kipindi kile. Ujumbe wake unatumika leo kwa yeyote anayeteswa na watesi wake, njaa, umaskini, lakini akiwa katika haki, anayeogopa na anayeshindwa. Mungu yuko, uovu hautashinda. Subiri, wokovu unakuja, lakini ukiwa mwenye haki. Hii ndiyo maana halisi ya Ufunuo. Na kama ungependa kujua ukweli kuhusu Jehanamu na kuzimu, katazame video yetu iliyoandikwa Historia ya Jehanamu. Utajua ukweli mzito na utafunguka macho. Kama video hii imekufungua macho, bonyeza like button. Ikiwa bado haujasubscribe, naomba subscribe tafadhali. Comment kuhusu kipindi cha leo. Nawapenda sana. Tutaonana video ijayo, na Mungu aubariki.